Michezo mbalimbali inaendelea mkoani Singida kuelekea maadhimisho ya wafanyakazi Mei Mosi, ambapo kitaifa yanafanyika mkoani humo inaendelea kurindima katika viwanja mbalimbali. Baadhi ya makocha wa timu zinazoshiriki mashindano hayo wamezungumza kufurahishwa na hali ya hewa ya mkoa wa Singida. Na uwepo wa Singida tumefurahia. Hali ya hewa ya Singida ni rafiki. Kitu ambacho nimekutana nacho Singida, kwanza moja ni ukarimu. Ukarimu wa wenyeji wetu ni waungwana. Ukarimu ndio unaleta undugu na urafiki. Huo tumeubeba na tunaendeleza hadi na sisi kambini tumeshaurithisha kwa wachezaji wetu. Tunaishi kama ndugu, tunaishi kama marafiki. Hamna gepu kubwa kwa huyu mwenyekiti, huyu katibu, huyu HR, wote tunaishi kama kitu kimoja. Kwa Singida kiusalama nawapongeza sana, wamejipanga. Sekretarieti ya mkoa imejipanga, hata kwenye huduma kwenye viwanja vyetu wamejipanga vizuri. Hatujapata kesi yoyote kwa amekabwa sio nani sio nini kama tunavyoendaga mikoa mingine, lakini Singida hilo tukio hatujawahi kulisikia. Hata tunavyoenda kwenye vikao vyetu vya jioni vya viongozi au na makocha hatujawahi kupata kesi yoyote. Naitwa Matuka Bizo, ni kocha wa shirika la mamlaka ya petroli na gesi TPDC. Tupo kwenye mashindano ya Mei Mosi. Ni eneo zuri kwa sababu kila inapokwenda mashindano sehemu ni serikali imeshaangalia, taasisi zimekubaliana. Kwa hiyo ni eneo sahihi kufanyia mashindano na tumeweza kuenjoy. Katika mchezo huu wa mpira wa miguu uliokutanisha timu ya Wizara ya Mambo ya Nje pamoja na timu ya Shirika la Maendeleo ya Petroli Tanzania TPDC, ambapo timu ya Wizara ya Mambo ya Nje imeibuka na ushindi wa magoli 2-0, na hapa makocha pamoja na wachezaji wanazungumza. Nashukuru Mwenyezi Mungu kwa ushindi wa leo wa goli 2-0 dhidi ya TPDC. Kwani ushindi wa leo unatuhakikishia sasa hivi kufika pointi 10 na kuongoza ligi na kujihakikishia kuingia robo finali. Kwa hiyo nashukuru wachezaji wangu kwa kujituma na kucheza vizuri, walipokea maelekezo ambayo tuliwapa. Michezo ni mizuri kwa wafanyakazi kwa ajili ya kuwajengea afya watakaporudi kwenye makazi yao, lakini ushindani ni mkubwa kwenye viwanja. Matokeo leo tumepoteza kwa goli 2-0. Ni mchezo, sehemu ya mchezo, lakini eneo kubwa la wachezaji wangu linaonekana kabisa fatiki inaumiza. Nimechezesha wachezaji wenye injury wengi kwa ajili mradi tu kupata namba ya timu iweze kucheza, lakini sio performance. Kwa majina naitwa Mekidadi Saif Magola, ni team captain wa Nje Sport Club. Tunashukuru ushiriki wetu wa timu ya Nje Sports Club kwenye mashindano haya ya Mei Mosi hapa mkoani Singida. Ukarimu wao kwa kweli, ukarimu wao ni wa hali ya juu. Tunashukuru wametupokea vizuri. Sisi kama wageni wa mkoa huu wa Singida tunashukuru sana kwa hiyo. Hali ya hewa ni sawa, iko vizuri, nilivyokuwa nasikia ni sawa na hivi ninavyoviona. Kwenye kundi letu tuko 10, tuko 6 na sisi tunaongoza group kwa na point 10. Kwa tumeshinda, tunashukuru Mwenyezi Mungu. Tumeshinda kwa goli 2-0 dhidi ya TPDC. Sisi ni head coach wetu anatukochi vizuri sana. Pamoja na yote lakini pia nidhamu ya timu imeweza kutulia, ndio maana tunafanya vizuri. Kwa majina naitwa Darushi Shija, ni team captain wa timu ya Shirika la Maendeleo ya Petroli Tanzania TPDC. Tunamshukuru Mungu, tunaendelea na michezo salama. Mechi ya leo tumeweza kupoteza na hii inapelekea timu yetu kuwa katika mazingira magumu kidogo kuweza kufaulu kuendelea hatua inayofuata. Lakini tunashukuru tumecheza vizuri kwa ile dhana ya michezo kwa wafanyakazi kwa ajili ya kuboresha afya. Tumejitahidi na tumeonyesha ushindani wa kutosha. Mechi ijayo ni mechi ambayo tunahitaji matokeo, ni kwa ajili ya kuiweka nembo ya shirika letu katika mazingira ambayo yanajenga heshima na ari, pia kuonyesha namna ambavyo watumishi, wafanyakazi wa TPDC tunaweza kupambana na kuweza kujitoa kwa ajili ya kulitetea shirika letu na nembo yetu katika mashindano haya ya Mei Mosi. Katika hatua nyingine ya mchezo wa netball uliokutanisha timu ya Wizara ya Mambo ya Ndani na timu ya TANESCO, makocha pamoja na wachezaji wakapata muda wa kuzungumza. Mashindano mpaka sasa kwa upande wa netball yako vizuri na utaratibu shirikisho waliotumia ni mzuri. Tuna imani kwamba kama utaendelea hivyo atapatikana bingwa nani, na kwa upande wetu sisi Mambo ya Ndani tumejipanga kucheza kuhakikisha kwamba tunakuwa mabingwa kama kutokuwa na tofauti yote. Kwangu mimi ni mara ya kwanza kufika Singida. Tunaenjoy mashindano. Kwa majina naitwa Irene Diluka Pambala, ni mchezaji wa timu ya Wizara ya Mambo ya Ndani.
Mashindano kwa ujumla mwaka huu ni magumu sana, maana timu nyingi zimejipanga mno. Lakini tunamshukuru Mungu mpaka saizi hakuna mechi yoyote tuliyopoteza. Na mechi yetu ya mwisho leo ilikuwa ni kati yetu sisi Mambo ya Ndani na TANESCO, na tumeibuka na vikapu 56 kwa 14. Lakini bado tumebakisha game moja ambayo itatufanya tuwe mabingwa kwenye kundi. Tunashukuru kwa kweli, mapokezi ni mazuri, hakuna vurugu, yani kiujumla mashindano yako vizuri na mapokezi yako vizuri pia. Amina, naomba wajitokeze kwa wingi, waje waangalie vipaji. Tofauti na vipaji pia ni burudani. Kuna vingi vya kujifunza, afu pia ni kujenga urafiki kati ya watu tofauti tofauti. Na matokeo inabidi ni yapokee kutokana na wale wachezaji wa Mambo ya Ndani, ni wachezaji ambao muda wote wao wanafanya mazoezi. Yaani michezo ipo kwenye ajira yao. Nimejifunza kwamba inatakiwa mchezaji afanye maandalizi ya mazoezi kwa muda mrefu. Mchezaji kuelekea mechi zijazo. Na mechi zijazo natumaini tutashinda na tutacheza vizuri. Asante sana. Mkoani Singida kumenivutia mazingira mazuri. Hali ya vyakula sio mbaya pia. Ushiriki wetu katika mchezo wa leo kwa kweli ni mzuri sana na tumeenjoy game kwa sababu tumecheza game ambayo imetulia, lakini pia tumecheza kwa kutulia zaidi. Hakuna aliyeumia, kwa kweli tumefurahi na tumeenjoy game. Kufungwa kwetu tumeichukulia kama challenge kwetu kwa ajili ya kwenda kufanya mazoezi na kuimprove zaidi. Naamini tutakapokuja tena wakati mwingine tutakuwa zaidi ya hapa tulipocheza leo. Mkoani Singida kwa kweli nimefurahishwa na hali ya hewa ya huku, lakini pia tumepata fursa ya kubadili mazingira ya kazi. Mkoa wa Singida umebarikiwa na vitu vingi. Nikipata fursa ya kuchukua kitu chochote, nafikiri tutachukua kuku wa kienyeji tunaowakosa sana Dar es Salaam, lakini pia mafuta ya alizeti. Mkoa wa Singida umebarikiwa kwa ajili ya mafuta ya alizeti. Wale ambao bado hawajafika mkoani Singida, kuna wapi ya kuambia? Tunawakaribisha sana, kwa kweli ni mkoa mzuri ambao umetulia sana.